Musa Miamba ni mwenyekiti wa uokoaji, utunzaji mazingira na usalama katika ile eneo la Coco Beach. Tunashukuru kiukweli yani furaha kwa kweli ipo hapa kwetu Coco Beach. Kwa kifupi, kwa sababu kwa mara ya kwanza tuliitwa na viongozi wetu, afisa biashara alituita akatuambia, jamani, sasa tuna wakati wa kubadilisha fukwe yetu ya Coco Beach. Tunatakiwa tufanye maboresho katika eneo letu la fukwe la Coco Beach. Tukaelekezwa kwenye mabanda 9 ya awamu ya kwanza. Kasema haya tunatakiwa tuboreshe kwa awamu ya kwanza kwa ajili ya kutengeneza uwanja wetu wa beach soccer uwe mzuri, sasa kwamba AFCON inapokuja uone kwamba mazingira wachezaji wanakuja kufanya mazoezi katika mazingira yaliyo nadhifu. Hilo lilikuwa la kwanza. Baadaye wakaona hapana, hata wafanyabiashara sisi hatuko sawa katika haya mazingira, imekaa ovyo. Ni kweli, ukiangalia kuna mabanda huko ndani, tukifungua kuna mabanda watu wanalala, sio mazingira, sio makazi. Yani tuzungumze ule ukweli na uhalisia ambao uliopo. Na hata ukiangalia juzi waliokuja wengine wakajiita kwamba na wao ni wenye viti, wakajichagua, wakajisemea kwamba sisi ni wenye kiti tunalalamika. Kile walichokilalamikia si kweli kilichosemekana. Sisi tuliitwa, tukaenda kwa mkuu wa wilaya pale ofisini, kwa mkuu wa mkoa, kwa mkurugenzi pale ofisini. Tumeitwa kwa mkurugenzi kwenye ofisi ya mkurugenzi, tukiwa na afisa biashara, tukiwa na kaimu mkurugenzi, tukiwa na meya wetu wa jiji. Alitufahamisha vizuri. Bahati nzuri meya alituambia nyinyi ni iconi. Tukizungumzia iconi kwamba nyinyi ni watu muhimu kupita watu wote tunaowakuta hapo neno Coco Beach. Tukisema Coco Beach maana yake tunawajua nyinyi. Hata sisi jicho letu tumewaona nyinyi, ndio tukaguta kumbe kuna fursa pale, kumbe kuna kitu fulani, na nyinyi ndio mbiokuza jina kubwa mpaka leo Coco Beach. Kwa hiyo tukisema nyinyi tuwaondoe, tuwatoe katika hilo eneo, maana yake tumeitoa Coco Beach. Tutaitafutia wapi? Historia yake itakuwaje? Kwa hiyo nyinyi mtaendelea kubaki, lakini mazingira haya ya kwetu tutayaboresha. Tutaboresha kwa namna gani? Tunaomba mtupishe, mkae pembeni kwa muda, halafu haya mabanda yatavunjwa. Yani tunavunja kwanza ni sisi wenyewe, sio wengine. Tutayatoa mabanda yetu, watasafisha, wataweka mazingira mazuri, na kuna mainjinia wapo wanatengeneza sasa fukwe au Coco Beach wanayoitaka sasa ni nzuri. Itatengenezwa uwanja wetu wa beach soccer, utatengenezwa parking nzuri, itatengenezwa na mazingira yetu sisi ya kufanyia biashara ambayo yalikuwa mazuri. Na sisi kiukweli tulipotoka pale tulikuwa tuna moyo mkunjufu sana kwa meya, kwa sababu alitutetea, alizungumza pointi, na sisi tukiangalia kweli mabanda haya yamepita na wakati. Kwa kifupi, kila jambo lina wakati wake. Huu wakati uliopo sasa tunatakiwa tuboreshe zaidi, sababu tunatembelewa na wageni wengi kutoka sehemu mbali na mataifa mbalimbali. Hata sasa hivi tu achana na hiyo AFCON, tuna mataifa mbalimbali yanakuja. Hususan hapo watu wa Kenya ndio mazingira yao, watu wa Uganda mazingira yao, wa Kongo hapa ndio kwetu. Sisi ndio kiangalia, sisi ndio beach boy tuliopo katika haya mazingira ambayo tunafanya shughuli zetu hapa. Sisi ndio tunaowapokea, tunapata huduma mbalimbali, tuna viboti vyetu, tunawatembeza kwenye maji, tuna maboya yetu haya tunayauza, ndio tunawauzia wao. Tuna nguo zetu tumeziweka nadhifu, na kiukweli mheshimiwa mkuu wa wilaya amezungumza kabisa kwamba tuboreshe haya mazingira yetu yakae vizuri, hata nguo zetu ziwe nadhifu, kwamba hata wageni wanapokuja waone yes, hii ni Coco Beach ambayo wanayohitaji wao. Sawa, hata sisi pia itatangazia sifa njema, sio haya tulionayo sasa hivi. Na kiufupi nizungumze tu kwamba viongozi wetu kwanza kuanzia ngazi ya Mama Samia Suluhu Hassan, kiukweli tunaona shughuli unayofanya katika ile eneo la Coco Beach umetusaidia sana, hasa sisi wafanyabiashara wadogo wadogo. Tumekuwa umekuwa wazalendo na sisi sana, kwa sababu toka mwanzo tumeona juhudi zako, hujatutoa, hujatupeleka sehemu yoyote, umetupambania, umetutengenezea kwa nafasi hii ya kwanza, lakini bado unatuboreshea na sisi tukiwemo kama wafanyabiashara wadogo wadogo. Iko kitu mimi nashukuru sana kiukweli. Na pia nimshukuru mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa amekuwa ni mtu mzuri sana. Alivyozungumza toka mwanzoni, Coco Beach tunayoitaka sio hii. Kazungumza zaidi ya mara 3 mara 4 nadhani kwenye media kwamba anataka Coco Beach ambayo ikiitwa Coco Beach ipendeze. Japokuwa hatuwezi kusema tutafanana na Copacabana na mataifa wenzetu walioendelea, hapana, lakini tuboreshe mazingira ambayo yatakuwa nadhifu, yawe masafi, sio kama hivi tulionao leo hii hapa. Kwa hiyo mimi niseme namshukuru sana Mheshimiwa Chalamila. Pia nikija kwa mkuu wa wilaya, kwa kweli sisi tumebaitika kwa manispaa hii ya Kinondoni kupata wakuu wa wilaya wazuri sana. Alikuwa Mheshimiwa Gondo ndiye aliyoanza hii shughuli. Alipambana kwa 100% kubwa kwa jasho lake. Yaani tutaongea mengi, lakini ukweli lazima ubaki ukweli.
alipambana kwa asilimia kubwa. Amekuja huyu mheshimiwa, yani tunasema tunatoa jembe tunaleta jembe zaidi. Tunaona kazi anazofanya.